Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. ICC. Mahakama ya uhalifu ya kivita ICC imethibitisha kupata ushahidi wa uhalifu wa kivita katika jimbo la Darfur na unaohusishwa na viongozi wa jeshi la wanamgambo wa RSF. Naibu mkuu wa mashtaka wa ICC Nazat Shamim ameambia vyombo vya habari kuwa uchunguzi wa mahakama hiyo ulifanyiwa miji ya El Fasher na El Jenina ambapo kulitokea mauaji ya halaiki. Kutawaliwa kwa mji wa El Fasher kulitajwa kama tukio baya zaidi kwa dhuluma za binadamu katika vita ya Sudan kati ya RSF na jeshi la nchi. Zaidi ya raia 6,000 waliuawa katika mji wa El Fasher baada ya kutawaliwa na wapiganaji wa RSF. Umoja wa Mataifa umelaumu kundi hilo kwa kutekeleza uhalifu wa kivita katika mji wa El Jenina. Ituri. Visa 6 vya homa ya Ebola vimegunduliwa katika maeneo ambayo hayakuathirika na mlipuko wa sasa nchini DRC. Mamlaka zimeongeza kwamba vifo vya Ebola vimefikia watu 600. Visa vya sasa vimegunduliwa katika eneo la Kisangani, mkoa wa Chopo, huku idadi ya walioambukizwa Ebola imefikia zaidi ya watu 1760. Serikali ya DRC ilitangaza mlipuko wa Ebola hapo Mei 15 baada ya maambukizi kusambaa kwa majuma mengi bila kugunduliwa. Mlipuko wa sasa unahusishwa na kirusi aina ya Banbujo. Homa ya Ebola haina chanjo wala tiba. Kampala. Takribani watu 14 wamefariki dunia na wengine 28 wamejeruhiwa kwenye ajali ya barabara kaskazini mwa Uganda. Ajali hiyo ilihusisha basi la abiria na lori kubwa la kupakia mizigo. Polisi wamesema magari hayo yaligongana kwenye barabara kuu kuelekea eneo la Gulu kaskazini mwa Uganda. Uchunguzi wa mapema unaonyesha dereva wa basi la abiria akiendesha gari kwa kasi kubwa na hivyo kukosa kudhibiti alipokutana na lori. Ajali mbaya za barabara hulipotiwa mara kwa mara Uganda, ambapo barabara huwa nyembamba. Hatimaye Juba. Ni miaka 15 ya uhuru wa Sudan Kusini. Taifa hili changa barani Afrika linasherehekea uhuru wake, huku raia wengi wakihoji iwapo kuna uhuru wa kweli. Sudan Kusini, licha ya kujiondoa kutoka Sudan mwaka 2011, ingali kupata utulivu na kujijenga upya kufikia ndoto ya wananchi wake. Maelfu ya raia wameuawa na mamilioni kuwa wakimbizi wa ndani na nje ya nchi. Mwafaka wa amani wa mwaka 2018 umeanguka na wanajeshi watiifu wa Salva Kiir na aliyekuwa naibu wake Riek Machar wanaendelea kukabiliana. Aidha, majaliwa ya uchaguzi mkuu yanasalia ndoto, huku siku ya kura ikiendelea kucheleweshwa. Hii inavunja matumaini ya raia wa Sudan Kusini ambao leo hawana cha kujivunia miaka 15 ya uhuru wa nchi yao.